Tunataka tuseme ya kwamba tunataka sheria ifanyike. Hakuna mtu ambaye akona uwezo ya mwingine. Wote wameandikwa kazi na wanatakaniwa waheshimiane. So sisi kama wakilishi tumewaomba warudi kazi kwa sababu wananchi pia wanataka mazingira safi. Na kwa hivyo sisi kama wakilishi wodi tuhakikisha kwamba hawa wafanyikazi kuanzia sasa mambo ya kusherehesha mishahara yao itakoma. Kwa vile tunataka kujua huyu ambaye ananilipa mimi kama mjumbe, kwa nini asilipe mfanyikazi ambaye anatengeneza katika mazingira yetu ya Nakuru? Kwa vile kwanza kwamba watu wetu wakati tulifika wametuambia hawakukuwa wamegoma, lakini wamesema leo wawache kufanya kazi ili waelezwe masuala 1, 2, 3 ambayo yanahusu ambayo wanaona ni dhuluma. Na ukweli wakati tumekuja na tukafika tukaona yenyewe kwa mtu kukosa mshahara miezi 3, 4, hiyo ilikuwa jambo ambayo tumelifikiria. Kwa majina ni Anthony Kamau, mwakilishi wa wodi ya Nakuru Mashariki na pia naibu wa spika katika kaunti yetu ya Nakuru. Leo asubuhi hii tumekuwa na wafanyikazi wetu wa kaunti ambao wanafanya kazi katika idara ya mazingira. Walitupigia simu kama wakilishi wao na tukakuja tumeongea nao. Kwa kweli tumepata ya kwamba kuna changamoto na kuna shida ambazo zilikuwa ambazo hasa ni mambo ya mishahara. Jana walipokea mshahara ambayo mshahara wanasema walipokea nusu, na tumeongea na mimi kama mwakilishi wao na wengine tukapigia pia CEO wa environment ambaye anatoka Bwana Ken Mungai, na akatueleza ya kwamba ni kweli walipokea mshahara nusu ya Julai, na akatuhakikishia ya kwamba by saa 4 saa 5 leo watapokea mshahara yao ya August yote. Na kumekuwa na shida kwa sababu ni system ambaye system haiwezi lipa mishahara yote kwa pamoja cumulatively, lakini tumeelewa na tumeomba, na kumekuwa na maongeo mengi ambaye tumeona ya kwamba kuna shida ambazo zinahitaji watu kukaa chini na kuongea, na tumesolve ya kwamba kama watakuwa hawajapokea mshahara yao ya leo yenye wameambiwa by saa 4 by jioni kesho wasiingie kazi, tupatane hapa ndio tujue the way forward. Na pia tukasema ya kwamba kupitia kwa wawakilishi ambao tumechaguliwa na executive ambaye ni CEO, tutakuwa na mkutano yetu Monday asubuhi hapa ili tuweze kujua yale ambaye yote wamesema, kwa sababu kuna mambo ambaye ni very serious yamekuwa raised ambaye pia ingine ina touch on human rights. Wakati mtu anakuambia ako sexually harassed, hiyo ni jambo ambalo hatujalichukua kwa urahisi, na sisi tunataka tuseme ya kwamba tunataka sheria ifanyike. Hakuna mtu ambaye akona uwezo ya mwingine. Wote wameandikwa kazi na wanatakaniwa waheshimiane. So sisi kama wakilishi tumewaomba warudi kazi kwa sababu wananchi pia wanataka mazingira safi. Na kwa kweli hawa hata wametuambia hawako wamegoma na hawajagoma, ni vile walikuwa wanataka kuelezewa mambo yao imefikia wapi. Na tumesema ya kwamba sisi kama wakilishi wao hatutasimama na tutalala tuone ya kwamba hawa ni wazazi, hawa wako na majukumu, wako na madeni, mambo yao pia yazingatiwe na yaangaliwe. Kama mimi nalipo mshahara, hata yeye alipo mshahara. So tumeelewana mpaka jioni watatupatia ujumbe. Kama hawajapata ujumbe ya kwamba wamepata mshahara yao, kesho tutapatana hapa na hakuna kazi itafanyika. Na pia tumesema ya kwamba tutaelezea governor yale yote ambaye mmetuelezea, governor atajua, na pia yeye governor tutafute njia mwafaka vile tunaweza kaa chini na nyinyi ili muweze pia kujielezea kwake, kwa sababu nyinyi ni wawakilishi wetu, nyinyi ni wafanyikazi wetu, sisi ni wawakilishi wenu, na tunataka Nakuru ni city. Wakati itakuwa ni chafu, hii status tunaweza nyang'anywa, na hatuwezi taka tunyang'anywe status ya city. So yangu mimi ni kuhakikishia kwamba, kwa sababu jukumu langu kubwa ni uwakilishaji, mimi nitawakilisha kwa bunge na pia kwa executive, tuone ya kwamba haki zenyu za kibinadamu zimezingatiwa na haki yenu hasa ya mshahara hamjagandamizwa kwa njia yote. Kwa sababu sikukuwa peke yangu, niko na ndugu zangu ambao tumeangalia mambo haya. Wacha nipatie my senior wa Jeff pia na yeye aeleze yale ambayo tumejadiliana. Alright, kwa majina naitwa wa Jeff, mwakilishi wodi wa Menengai, Nakuru Town East.
Na siku ya leo tumekuja hapa ili kuzungumzia mengi kuhusu wafanyikazi wa environment ama mazingira yetu katika Nakuru Town East. Na najua ya kwamba wameweza kujielezea na sisi kama wawakilishi wodi tumeweza kusikia, na kitu moja ambao tungetaka kusema ni ya kwamba hatutakubali mtu yoyote afanye dhuluma kwa wafanyikazi. Kama ni mambo ya mishahara, wakati mimi mjumbe nalipwa, wacha hawa walipwe. Kwa vile tuko na mfuko moja ambao inatoka katika County Government of Nakuru. Mambo ya dhuluma hizo zingine za mambo ya kuna mwingine anataka kusema ya kwamba anataka kudhulumu mwingine kimwili, hiyo tutahakikisha ya kwamba tutashikana na ambao wanasimamizi wao kuhakikisha ya kwamba kuna reshuffles ambazo zitafanywa kwa haraka, hazitapita wiki ijayo, ili tusije tukakuta ya kwamba hakuna mtu yeyote ambaye analalamika ya kwamba anadhulumiwa na mwingine. Kwa hivyo sisi kama wawakilishi wodi tuhakikisha ya kwamba hawa wafanyikazi kuanzia sasa mambo ya kusherewesha mishahara yao itakoma. Kwa vile tunataka kujua huyu ambaye ananilipa mimi kama mjumbe, kwa nini asilipe mfanyikazi ambaye anatengeneza katika mazingira yetu ya Nakuru? Kwa vile sisi kazi hii ni moja, anatusaidia upande mwingine na mimi namsaidia upande mwingine. Kwa hivyo tutahakikisha ya kwamba hii mambo ya kushelewesha mshahara ambao inatokea mwezi, tunajua vizuri ya kwamba wakati bajeti imesomwa kuna muda ambao inachukua kabla iwe effective, lakini executive inaweza kuwa imejipanga. Kwa vile tunaona mambo mengine ikifanyika hapa, kama kuna jambo lolote ambalo linaweza tokea la dharura, pesa inapatikana. Kwa nini za hawa zikose kupatikana? Kwa hivyo sisi tutahakikisha ya kwamba malalamiko yao, kwa vile tumewaambia waandike memorandum yao, tutahakikisha ya kwamba tutaifuatilia na kuhakikisha ya kwamba hakuna mtu yoyote ambaye atadhulumiwa kwa kazi. Hawa ni wamama na wazee. Kwa hivyo hatugetaka tuone ya kwamba ati kuna mtu ambaye anafanya kazi akiwa shingo upande. Tunataka hao wakati wanafanya kazi yao waifanye vizuri, malipo yao wapate vizuri na nchi iendelee vizuri. Lakini hatutakaa chini kama wajumbe wakati watu wetu wanagadamizwa. Hiyo tutasimama kidete kuhakikisha ya kwamba hawa mambo yao imeangaliwa. Na tuambie mpaka supervisors, hata CEOs na wale ambao wako katika executive, wasiangalie hawa waone hawa ndio wamefanya, hata hawa executive, hata governor mwenyewe akalie hiyo kiti. Kwa hivyo wao wote tutahakikisha ya kwamba hakuna mtu yoyote atakadamiza hawa. Asante. Majina naitwa Neto Sakwa, MCA wa Kivumbini, na nina furaha kwanza kwamba watu wetu wakati tulifika wametuambia hawakukuwa wamegoma, lakini wamesema leo wawache kufanya kazi ili waelezwe masuala 1, 2, 3 ambayo yanahusu, ambayo wanaona ni dhuluma. Na ukweli wakati tumekuja na tukafika tukaona yenyewe kwa mtu kukosa mshahara miezi 3, 4, hiyo ilikuwa jambo ambayo tumelifikiria, na tukasema kwamba sisi kama viongozi, na tuko na DS hapa na mheshimiwa Wajef na waheshimiwa wetu wengine ambayo Muna na Fadhil ambao wako around, tumewakilisha kukuja kusikiza malalamishi ambayo wafanyakazi ambao wanaangalia mambo ya mazingira wako nayo. Baadhi ya mazingira hayo ni ile nyingine ambayo tutazungumza na viongozi wao ambao wanawasimamia, na ile ambayo itafaa ifikishwe upande wa executive itafikishwa upande wa executive, so that kila mtu apate haki kwa ile kazi ambayo anafanya, sababu wako na majukumu, wako na watoto, inakana walipe nyumba, inakana pia wao wenyewe wao wasafi ili wapate bidii ya kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo masuala hayo yote tumeyabeba, malalamishi tumeyabeba, tunajua pale ambayo tutayapeleka, so that masuala hayo yashughulikiwe ili kaunti yetu ya Nakuru pia ikuwe sawa, na pia kama kuko mahali ambapo kulikuwa na ulegevu kidogo waitengeneze mambo ikuwe sawa, so that lawama ikifanyika juu chini hapa inaendaga paka inauza kwa governor, inaonekana governor ndiye hajafanya hapa na hapa na hapa. Kwa hivyo tutafikiria na kuwafikia wale ninafaa wanyorosha mambo haya, so that kaunti yetu ya Nakuru ikuwe iko sawa na usafi idumishwe. Asante. Okay, kwa majina najulikana kama Mwanisha Twaha, na kwanza ningependa nimefurahi kwanza manake wakati tulipopigia DS simu ameakta haraka sana, na Sakwa na Wajef pia tulikuwa na Wadhiai na kina Muna wametuma malilio yao pia wako na sisi.
Kitu kingine ambayo kwamba nitarudia ambayo kwamba imesemwa ni kwa kuwa sisi tulikuwa hatujagoma. Hii mambo yetu isibadilishwe kwa kuwa tulikuwa tunagoma. Sisi tulikuwa hatugomi. Tulikuwa tukitaka tu tusikizwe. Na tumeshukuru sana vile hao wakilishi wetu wamekuja na wametusikiza na wameona pali shida iko. Na kwa kweli kabisa inahitajika hata kama ni after 6 months ofisi iwe inakuja chini, inajua hao wafanyikazi shida yao ni nini. Maana shida ni nyingi ambao kwamba vile DS amesema kwa kuwa atakuja na CEO hapa hivi, tutakaa chini tueleze shida zetu zote ambazo kwamba tuko nazo. Shida ni nyingi, si ya pesa peke yake. Ambapo kwamba unaenda kufanya kazi bila gloves na nini, unajua ni shida. So tukikuwa na yeye pale nadhani atatuelewa na tutapata hizo vifaa. So mimi yangu nashukuru sana vile tumekuwa na hao wakilishi wetu, na yani hata sijui naweza kusema nini, sijui naweza kupiga tu vigelegele, maana siku ya kwanza tumepata hii shida na tumeisema na tumewaita na wamekuja. So nimefurahi sana na Mungu awabariki sana. Yeah. Baba tukasema tulipe ikakuwa